Zaburi 103 mstari wa 13 anasema hivi: kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Amen. Pointi ya mwisho kwa siku ya leo: Mungu anakuhurumia kwa sababu yeye ni baba yako. Amen. Yeye ni nani? Ni baba. Baba yako. Amen. Luka sura ya 15. Hiyo Zaburi tumeshaandika. Anasema kama baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Kwa hiyo Mungu anakuhurumia kwa sababu yeye ni baba yako. Amen. Yeye ni nani? Ni baba yangu. Kuna ngoja nitakuelezea kitu fulani. Ukisoma Luka sura ya 15 kianza mstari wa 11 ni habari ya mwana mpotevu. Sasa twende mpaka mstari wa 21. Anasema yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Luka 15:21. Tuko pale? Amen. Tuko pale wote? Mstari wa 22 sasa. Lakini baba aliwaambia watumwa wake. Ngoja tuanze mstari wa 20 ili tupate pointi yangu. Luka 15. Ngoja tuanze wa 18. Haleluya. Amen. Au tuanze wa 17. Anasema alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Haleluya. Amen. Hicho ndio kicho tukio ujifunze kufanya mwezi wa 6. Amen. Kwenda kwa nani? Kwa baba yangu. Yes. Amen. Kwenda kwa nani? Kwa baba yangu. Anasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu Amen. na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma. Amen. Jamani, anasema aliyemwona ni nani? Baba yake. Amen. Aliyemhurumia ni nani? Baba yake. Baba yake. Sio mjomba. Amen. Sio mjomba aliyemhurumia. Amen. Sio shangazi. Sio ba mdogo. Amen. Sio ba mkubwa. Baba yake. Watu wa Mungu, nina habari njema. Unaye baba. Amen. Nasema hivi, unaye baba. Amen. Kwa hiyo isikupe shida. Unajua watu wengi mnataka mhurumiwe na mjomba, uhurumiwe na shangazi. Huyo sio baba yako. Amen. Utahurumiwa na baba yako. Amen. Sababu yeye ndiye aliyekuzaa. Amen. Yeye ndiye anayejua uthamani wako mbele zake. Amen. Huyu mwana mpotevu alikuwa amefanya mambo yanayotosha kumkera baba yake, kumkasirisha. Hii siku alitakiwa afike nyumbani akutane na panga, kwa sababu amekula hela zote zimeisha. Lakini baba yake alipomuona, Biblia inasema alimuonea huruma. Amen. Watu wa Mungu, hamna siku Mungu atakutazama akuchukie. Amen. Hamna siku Mungu atakutazama akukasirikie. Amen. Unaweza kujichukia mwenyewe, unaweza kujikatia tamaa mwenyewe, lakini kila unapoamka kwenda kwa baba, yeye akikutazama bado anakuhurumia. Amen. Bado anakuhurumia. Amen. Nasema hivi, bado anakuhurumia. Amen. Haleluya. Amen. Huyu mwana mpotevu ilikuwa afe kwa njaa, lakini alipoenda kwa baba yake, huruma. Ni huruma za Bwana atufanye nini? Atuangamii. Ni huruma za Bwana atufanye nini? Atuangamii. Kama Mungu si wa huruma watanimaliza. Amen. Ila kama ana huruma, kama ana huruma, Amen. kama Mungu ni wa huruma, Amen. wameshachelewa. Amen. Shetani amechelewa. Amen. Adui zako wamechelewa. Amen. Nasema Mungu anakuhurumia huu mwezi katika jina. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu anakuhurumia kwa sababu ni baba yako. Amen. Kwa lazima ujue ni naye baba. Amen. Mwana mpotevu alikuwa amekula mtaji, umeisha.
Amekula hela yote, imeisha, kabaki mweupe. Marafiki zake wamemgeuka, katenda dhambi, kaharibu kila kitu. Ila siku alipoamua kurudi kwa baba yake alimhurumia. Amen. Unaweza kuwa unajiona umeharibu kila kitu. Umekula mtaji, umekula ada. Wanafunzi oye, umekula ada. Rudi kwa baba. Amen. Yeye atakuhurumia. Amen. Yeye anajua mtaitengeneza vipi. Yeye anajua mnalimaliza vipi hilo jambo. Lakini rudi kwa baba. Yes. Yeye akikutazama anakuhurumia. Amen. Moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu. Amen. Kwa hiyo nimesema Mungu anakuhurumia. Pointi ya kwanza, Mungu anakuhurumia kwa sababu una shida. Amen. Anakuhurumia kwa sababu una nini? Nina shida. Kwa kila unapokuwa kwenye shida, na shida ikaendelea kuongezeka, na ikaendelea kuongezeka, kuna point inafika huruma za Bwana zinashuka. Mungu moyo wake sasa unaguswa. Ndio maana wakati mwingine wewe tulia, lakini ujue yupo baba wa huruma. Amen. Acha mambo yaendelee yanavyoenda, lakini ujue yupo baba wa nini? Wa huruma. Wa huruma. Amen. Point ya pili, Mungu anakuhurumia kwa sababu yeye ni baba. Amen. Yaani usije ukajiona wewe ukajifananisha na mtu mwingine, hapana. Neno linasema tumezaliwa mara ya pili. Neno linasema Mungu ni baba yetu. Amen. 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 Kwa hiyo usijione kama watu wengine walivyo. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amen. Biblia inasema ndani yetu tunaye roho. Roho wa Kristo anakaa ndani yako. Kwa wewe haufanani na watu wengine wa kawaida. Amen. Mungu akikutazama anaona wewe ni mtoto wake. Amen. Kuna mambo yakikugusa yanamgusa Mungu. Amen. Papo kwa papo. Haleluya. Amen. Wakati Sauli anaua watu wa Mungu, Yesu alivyomtokea alimwambiaje? Alimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Hakusema unaudhi watu wangu, alisema unaniudhi mimi. Yes. Ukisoma kwenye Zekaria anasema awagusae ninyi aigusa mboni ya jicho la Mungu. Amen. Sasa kwa nini watu waga wanatugusa na hamna chochote tunakiona? Ni kwa sababu hatuna huu ufunuo. Amen. Kwamba wewe ni nani mbele za Mungu. Kwamba ukiguswa wewe ameguswa Mungu. Kwamba jambo linalokuumiza wewe na Mungu linafanya nini? Linamuumiza. Linamuumiza. Amen.